Bwana Yesu apewe sifa. Mwana kondoo ameshinda. Naam, napenda kuwasalimia kupitia jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Karibuni tuweze kujifunza tena somo letu lile tunaoenda nao dini dhehebu, na jambo la pili lilikuwa ni wokovu. Lakini leo tutakwenda kujifunza kuhusu kukombolewa au ukombozi. Kukombolewa au ukombozi. Kukombolewa au ukombozi. Lakini endelea kufuatilia channel hii kwa mafundisho mbalimbali ambayo yanaweza kutujenga kimwili na kiroho. Endelea kufuatilia katika channel hii, usisahau kulike, kusubscribe, kucomment, lakini share na kwa wengine ili waweze kupata ujumbe unaotolewa. Usisahau kulike, kucomment, kusubscribe. Unaposubscribe maana yake unajisajili ili uweze kuwa unaweza kupata matukio mbalimbali yanapokuwa yanarushwa kupitia channel hii. Mwalimu wako ninayekufundisha somo ni mchungaji Esau Kibona. Mchungaji Esau Kibona. Naam, tujifunze somo linalohusu kukombolewa au ukombozi. Ukombozi au kukombolewa ni kulipiwa deni au hati ya mashtaka ili mtu atoke utumwani au atoke kifungoni. Ukombozi ni kulipiwa deni. Kulipiwa deni au ni hati ya mashtaka ili mtu atoke utumwani au atoke kifungoni. Hii ndio inaitwa ukombozi, kukombolewa. Kukombolewa. Lakini unaposoma kwa Kiswahili sanifu, unaposoma kwenye Kiswahili sanifu kuhusu neno ukombozi, linatuambia ukombozi ni matendo au ni vita vya kuokoa watu kutoka kwenye hali mbaya yenye mateso au hali ya unyonge. Ukombozi ni vita vya kuokoa watu kutoka kwenye hali mbaya yenye mateso au ni hali ya kuokoa watu kwenye unyonge. Lakini katika Biblia sasa, ukombozi ni hali ya kutoa watu katika dhambi. Ukombozi ni hali ya kuokoa watu, kuondoa watu katika dhambi. Hivyo, kutoka chini ya utumwa wa shetani na utumwa wa dhambi, Yesu alikuja akafanya ukombozi. Akatuondoa kwenye kongwa hili la utumwa la shetani. Akafanya ukombozi, akatuondoa kwenye hatari ya unyonge. Akatuondoa kwenye vita yetu na ibilisi shetani. Huu ndio ukombozi. Kwa hiyo ukombozi ni hali ya kulipiwa deni. Sisi Yesu alishatulipia deni. Ninaomba tusome kitabu waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, kwa Wakolosai. Wakolosai sura ya 2. Waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai sura ya 2, mstari ule wa 13 hadi wa 15. Mahali hapa panasomeka hivi: na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote. Unaona, ametusamehe makosa yote, maana yake ametuondoa kwenye ile hati ya mashtaka ya dhambi zetu. Unapoendelea pale, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kushtaki kwa hukumu zake,
iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongemelea msalabani. Akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo wa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Kwa Yesu kumbe alishangilia kuyaondoa makosa yetu pale msalabani. Aliyagongelea pale msalabani makosa yetu, kwa akatuondoa kwenye hatia ile ya dhambi ambayo shetani alikuwa ametushtaki nayo mbele za Mungu. Hivyo ukombozi tulionao, wokovu tulionao tumeupata bure kutoka kwa Yesu Kristo, kwa yeye kujitoa kwa ajili yetu, kwa yeye kujitoa kwa ajili yetu. Kama vile waraka huu wa Wakolosai unavyotueleza hapa sura ya 2 mstari wa 13 hadi ule wa 15 hapa, kwamba Yesu alituondoa kwenye hiyo hati ya mashtaka. Kwa hiyo tunao ujasiri wa kusogea mbele za Mungu, tunao ujasiri wa kumwambia Mungu chochote tunachotaka. Tunao ujasiri wa kumkemea shetani na mapepo yake na majini kwa kuyaamuru, kwa sababu tayari hati ya mashtaka hatunayo. Ni kusogea mbele za Mungu, kusogea msalaba wa Yesu Kristo msalabani pale alipomwaga damu yake na kuomba kupitia damu yake kutakasa, kuomba utakaso wa dhambi tulizonazo, hatia ambazo bado ziko ndani ya maisha yetu. Hivyo endelea kufuatilia mafundisho mbalimbali katika channel hii ili tuendelee kujifunza, ili kwa ni sehemu ya pili ya mafundisho ya dini, dhehebu na wokovu. Na leo tulikuwa tunaangalia kukombolewa au ukombozi. Usiendelee kukosa, endelea kufuatilia na mafundisho mengine yanayokuja mbele yako. Usisahau kujisajili kwa kusubscribe channel hii. Barikiwa sana.